أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن واتوا وجوا الله سبحانه وتعالى، فإن العبادات لله تبارك وتعالى كثيرة الأنواع. hakika ibada ambazo wanadamu wanatakikana wampokeshe nazo Mola wao subhana ni nyingi zenye sampuli mbalimbali. وقد قسمها العلماء إلى قسمين عظيمين، wamezigawanya wanawachuoni ibada katika sampuli mbili zilizokuwa kubwa: ibadatun qalbiyatun wa ibadatun badaniyah. Kuna ibada zinazofungamana na nyoyo na kuna ibada zinazofungamana na kiwiliwili. Zote hizi mwanadamu anatakikana azikimbilize, azipeleke kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na kitendo cha kuzitoa kwa asiyekuwa Allah na kitendo cha kuzitoa ibada hizi kwa Allah na kumpelekea kiumbe mwingine, kwa hakika mtu huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibadatun qalbiyah, miongoni mwa ibada za kwenye nyoyo ni alkhawfu min Allah, ni kumwogopa Allah, wa khashiyatuhu warajau, na kutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, warahbatu warraghbatu, na vile vile ibada ya arrahba na ibada ya arraghba, na vile vile ibada ya atawakkul ala Allah, ibada ya kumtegemea Allah, lakini pia vile vile alisti'anatu ila Allah, na kumtaka msaada Allah, walistighathatu ila Allah, na kutaka nusra na ushindi kwa Allah, na zinginezo katika ibada za nyoyo. Zote hizi mwanadamu anaambiwa azielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asimuogope isipokuwa amuogope zaidi Allah, asimpende zaidi isipokuwa ampende Allah. walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ampende zaidi Allah subhanahu, lakini vile rajao, matarajio yake yawe ni kwa Allah. arraghbatu warrahbatu wattamu ila Allah, mapenzi yake ya hali ya juu, kupendelea kwake kwa hali ya juu huwe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. watawakkulu ala Allah, na kutegemea kwake amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ibadallah, aina ya pili ya ibada ni ibadatun badaniyah, ni ibada inayotendwa na viwiliwili. Miongoni mwa ibada hizo ni adhabhu, jambo la kuchinja, mtu achinje kwa ajili ya Allah. wanadhuru la yakunu illa lillah, asitie nadhiri isipokuwa nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. as-salawatu was-siyam waz-zakawat wal-hajj wal-jihad fi sabilillah, na jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zinginezo katika ibadat. minha talabul ilm, jambo la kutafuta ilmu, wa nashrul ilm, na kuitawanya ilmu. Zote hizi na zinginezo ni ibada ambazo mwanadamu anatakikana azielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wake wa matendo yote uwe ni khalisan lillah,
akusudia na yafanya yawe ni kwa ajili Allah, taqwahu, uchaji wake Mungu, wa birruhu lilwalidain, na wema wake wote anawafanyia wazazi wake wawili, vyote hivyo viwe lillahi subhanahu wa ta'ala, viwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na zinginezo katika ibadat yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami al-ibadat allati nataqarrabu ila Allah al-yawm, miongoni mwa ibada kubwa sana ambayo tunajiegemeza na kujikurubisha kwa Allah leo hii kuitazama kwa sura za ufupi au kwa sura ya ufupi, ni at-tawakkul ala Allah, ni ibada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ni ibadatu allati turithu quwwatan ajibatan fi qalbi almu'min, ni ibada ambayo inaweka katika moyo wa muumini nguvu ya kustaajabisha, bali watma'aninatu warahatu fil qalb, ni ibada inayoleta utulivu na raha katika moyo, ibada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad arafaha alulama, na wamearifisha wanawachuoni tawakkul wakasema ni sidqu qalbi lillah, au sidqu ni ule jambo la ukweli. Mtu anapokuwa ni mkweli, sidqul qalb ni ule utegemeaji wa ukweli kwenye moyo, sidqu i'timadi alqalbi ala Allah, kitendo cha moyo wako kuwa ni mkweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, min istijlabi almasalihi wa daf'i almadar, kunako kupata manufaa na kujikinga na madhara, min umuri dunya wal akhirah, katika mambo ya duniani na akhera. Hii ndio taarifu ya tawakkul, kitendo cha mtu kuwa ni mkweli wa moyo kwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala anapohitajia manufaa fulani na anapojikinga na madhara fulani katika mambo ya kidunia na mambo ya akhera. Hadha yusamma mutawakkilan, huyu anaitwa ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wako unatakikana uwe ni mkweli unapomtegemea Mola wako. Unapohitaji kukingwa na madhara, mtegemee Mola wako. Unapohitaji kupata maslahi fulani, mtegemee Mola wako katika maslahi ya kidunia na manufaa ya kidunia, au kukingwa na madhara ya kidunia au madhara ya kiakhera. Fatawakkal ala Allah, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa da'bul anbiya. Na ibada hii ndugu zangu ndiyo tabia ya manabii wa Allah subhanahu, bali wa ibaduhu almuttaqun, na waja wa Allah subhanahu wa Mungu katika mawali wa Allah subhanahu, kanu la yatawakkaluna illa ila Allah, walikuwa hawamtegemei isipokuwa wanamtegemea Allah subhanahu fi shadaidi wasarra, katika shida mbalimbali na katika mambo ya furaha. Wanapokumbwa na mitihani mizito, basi utawaona wanamtegemea Mola wao. Wanapokumbwa na furaha mbalimbali, utawaona wanamkimbilia Mola wao na kumtegemea Mola wao subhanahu wa ta'ala. Midhalika Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, nabii wa Allah Ibrahim alayhi salam, pale ambapo ulipokokwa moto wa hali ya juu dhidi yake na mfalme Namrudi ambaye alimkusudia kumuadhibu, pale ambapo Nabiyullah Ibrahim alipokuwa ameyavunja masanamu yao, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, waliambiana harriquhu, mfalme yule alisema mchomeni moto. Qalu harriquhu wansuru alihatakum, na muinusuru miungu yenu mnayoiabudu. In kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi ni wakweli wa wenye kutenda. Huyu Ibrahimu huyo anakutaka nyinyi muache kumwabudu Mola wenu, muache kuabudu miungu yenu, muende mkamwabudu Mola wake. Akawaambia harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Waliuchochea moto ambao haujawahi kuchochewa kwenye hii dunia Allahi rabbil alamin. Falamma alqahu fil manjaniq, walipomuweka katika lile manjaniq la kumrusha katika ule moto mkali, akiwa katika anga akielekea kwenye ule moto,
jaahu Jibril alayhi salam, Jibril alayhi salam akamwijia Nabiullah Ibrahim akamwambia, alaka hajatu ya Ibrahim, je Ibrahim una haja yoyote leo hii mimi nikusaidie? Qala, akasema amma alayka fala, ama haja kwako wewe Jibril sina hata kidogo. Am lillahi fa na'am, ama haja yangu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim anamwambia Jibril, mkubwa wa malaika, rasulun, tena mtume ambaye yuhi al-anbiya, anayeteremsha wahi kwa manabii, anamwambia mimi sina haja na wewe, sihitaji msaada wowote kutoka kwako. Ama ukiwa ni msaada utokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa na'am, basi nauhitajia. Qala Allah ta'ala, Allah kasema, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin faj'alnahumul asfalin. Allah subhanahu anamwambia, akihadithia habari hii Ibrahim, akimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim baada ya kuingizwa ndani ya moto, maneno aliyokuwa anayaradi na kuyarejea mara kwa mara akisema, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ananitosha Allah subhanahu wa ta'ala, mbora wa kuegemewa, mbora wa kutegemewa. Allah tabaraka wa ta'ala akauamuru moto ukawa ni wa baridi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kimbilio la manabii wanapotaka kutegemea, wanamtegemea Mola wao subhanahu wa ta'ala kwenye dharra, kwenye shida mbalimbali na mitihani mbalimbali. Huyu hapa Nabiullah Ibrahim anasema, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Musa alayhi salam, alfajiri imewakuta yeye na wana wa Israeli, akiwataka waokoe kutoka kwenye mji wa Misri awapeleke kwenye upande wa mji mwingine. Wameamka alfajiri na wanasikia sauti za maji, wanatazama, wanaona jua linaanza kuchomoza na mwangaza wa jua unapiga kwenye bahari. Ghafla wakasikia sauti ad-dawda, wakasikia ukelele wa majeshi ya Firaun yanakuja kwa hamu na shauku ya kuwaua. Wakamwambia Musa, inna lamudrakun, hakika sisi tumepatwa, Firaun ametukamata, umauti umeshaandikwa juu yetu, kuondoka kwenye hii dunia kumeshakuwa ni kwa kwetu, na wewe ndio rasul uliyetumwa utuokoe sisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana hadithi ya hili tukio la Nabiullah Musa na watu wake. Wafasiri wa Qur'ani wanasema wana wa Israeli ni watu waliokulia kwenye malezi ya kumtumikia Firaun. Hawakuwa ni mashujaa kwenye vita, hawakuwa ni watu wanaweza kukabiliana na mtu kwenye mapambano. Ndio maana waliposikia ukelele wa Firaun na watu wake, wakisikia mayowe mbalimbali ya Firaun na watu wake, wakija kwa hamu ya kiasi ya juu, wakija na shauku ya hali ya juu, wakamwambia Musa, inna lamudrakun. Falamma tara aljam'an, yalipokutana makundi mawili, qala ashabu Musa, walisema watu wa Musa, inna lamudrakun, tumedirikiwa, tumepatwa Musa, tayari majeshi ya Firauni yako nyuma yetu, waliokusudia kutuua kwa tukio lililokutukia wewe Nabiullah Musa la kumuua yule kijana na wewe kutuondosha kwenye mji wa Misri, inna lamudrakun. Musa alayhi salam akawatazama wana wa Israeli, moyo wake ukiwa na itmiinan, ukiwa na utulivu wa raha, na ukiwa na starehe hali ya juu, akawaambia, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, hakika yangu mimi ninaye Mola wangu atakayeniokoa. Inna ma'i rabbi sayahdin, mimi ninaye Mola wangu atakayeniokoa. Al-anbiya, manabii wa Allah subhanahu kwenye shadaid yatawakkaluna ila Allah, manabii wa Allah kwenye shida
mitihani, misukosuko. Bali sio hivyo tu, kwenye mauaji wanaokaribiwa kuuliwa wala hawana hofu wala hawana wasiwasi wala hawana kutetereka, kwa sababu wanaamini alqada wal qadar, wanaamini kile ambacho Allah kakipanga. Kan wama lam yakun fala yakun, kile ambacho Allah subhanahu kakipanga kuwa kitakuwa, na kile ambacho hakitokuwa Allah subhanahu amekipanga hakiwezi kikawa na hakiwi. Musa akamwambia kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabiullah Hud watu wake walichoshwa, walikasirishwa kwa muda mrefu na yeye kuwaita wamwabudu Allah mmoja, akiwafata kwenye majumba yao, kwenye sehemu zao mbalimbali za starehe na sehemu zao za utulivu, akiwataka wamwabudu Allah peke yake. Wakakusudia kumuua Nabiullah Hud. Walipokusudia kumuua Nabiullah Hud watakhallusu minhu, na kumalizana na yeye, aliwaambia Nabiullah Hud alayhi salam, aliwaambia inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, kika yangu mimi tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi wa rabbikum, mola wangu mimi na mola wenu nyinyi. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Hawakuwa na hofu na kuuliwa, hawakuwa na hofu na kupatwa na madhara yote, muda wa kuwa nyoyo zao zimefungamana na mola wao subhanahu wa ta'ala. Ummi Musa, mama yake Musa alayhi salam, alipokuwa akisikia nida, wito wa Firauni kwenye mji wake wote, mtoto atakayezaliwa ni mwanaume, Firauni aliamuru kuuliwa, kwa sababu vitabu vilikuwa vinaonyesha ya kwamba ufalme wa Firauni utaondoshwa na mtoto wa kiume. Mfalme wa Firauni utaondoshwa na mtoto mwanaume. Kwa hiyo Firauni akaona ili kuondokana na hili, ni kila atakayemzaa mtoto wa kiume ni lazima aachwe, lazima auliwe. Allah subhanahu wa ta'ala amehadithia tukio hili la Firauni kuwaua watoto wa kiume na kuwaacha wahai watoto wa kike. Mama yake Musa anajifungua mtoto wa kiume. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Qasas, wa auhaina ila ummi Musa, tukamteremshia wahi, tukamteremshia ujumbe na mama yake na Musa, an ardhi'i, hebu endelea kumnyonyesha huyo mtoto. Fa idha khifti alayhi, ukimuogopea mwanao juu ya Firaun, fa alqihi fil yammi, mdumbukize na umtupe katika bahari, umtupe katika maji. Wala takhafi, na wala usiogope, inna radduhu ilayki waja'iluhu min almursalin, tutamrejesha kwako wewe na tutamfanya akiwa ni mtume huyo, wala usiogope, mtupe katika mto. Mama yake Musa bila ya hofu, akiwa na furaha katika moyo wake, ameteremshiwa ujumbe huo, na yeye akamtegemea Mola wake, akamuweka vizuri mwanae, akamtupa katika maji. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki waja'iluhu min almursalin, tunampeleka na atarudi kwako wewe akiwa ni mtume. Wallahu tabarak wa taala a'lam. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يواجه الله سبحانه وتعالى دأب الأنبياء التوكل على الله وهو مولاه
wa khaliquhu wa raziquhu wa mudabbiruhu. Tabia ya manabii na mitume ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye ambaye aliyewaumba, na yeye ndiye mwenye kuwaruzuku, na yeye ndiye mwenye kuyaendeshea mambo yao yote jumlatan wa tafsila. Hadha nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huyu hapa nabii wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amri ilipokuja ya kuhama kutoka kwenye mji wa Maka kwenda Madina, mchana kabisa jua likiwa kali, anakwenda kumgongea Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, siddiqu hadhihi al-umma. Abu Bakari Siddiq anasema haukuwa muda huu ni mtume kunigongea, ila kuna jambo. Alipotoka mtume sallallahu alaihi wasallam alimueleza habari ya kujiandaa. Walipokuwa safarini wanaondoka wanaelekea zao Madina, wakiwa katika gharu Thawri, kwenye pango linaloitwa Ath-Thawr, na makufari Quraishi wakiwa wanawafuata kwa nyuma, Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu akiwa chini amesimama na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wallahi ya Rasulullah, namwapia Allah ewe mtume wa Allah, law anna ahadahum nadhara ala rijlayhi, lau mmoja katika hao makuraishi waliopo juu hapo ya pango atatazama kwenye miguu yake, la raana, atakuwa ni mwenye kutuona tulivyojificha, watakuwa wametuona. Abu Bakar Siddiq hofu inamtanda juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nabii wa umma atakwenda kudhuriwa, atapatwa na majeraha mbalimbali, imma kuuliwa au vinginevyo. Anamwambia ya Rasulullah, wallahi law anna ahadahum nadhara ala rijlayhi, lau mmoja wao ataitazama miguu yake chini tu hapo, la raana, atatuona, watatuona sote. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana, usiwe na huzuni ewe Abu Bakari Siddiq, usiguswe na huzuni yoyote, hakika ya Allah subhanahu yuko pamoja na sisi. Mtume alayhi salatu wasalam fi hadhihi alwaqfati alhasina, kwenye hichi kipengele na sehemu hii ya huzuni, sehemu hatarishi, anamwambia Abu Bakar Siddiq la tahzan inna Allaha ma'ana, usiwe na huzuni yoyote, Allah yuko pamoja na sisi. Yuayyiduna wa yunasiruna, anatupa nguvu na atatunusuru, kwa sababu sisi tunamtegemea yeye subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, at-tawakkul ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo simatul anbiya, ndiyo nembo ya manabii, ndiyo alama yao manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lana alla natawakkal ala Allah waqad hadana subulana wala nasbiranna ala ma adhaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Manabii walikuwa nasema hivyo, wama lana alla natawakkal ala Allah, tuna nini sisi manabii tusimtegemee Allah? Wama lana alla natawakkal ala Allah waqad hadana subulana, na ametuongoza kwenye njia zetu, mambo mbalimbali Mola wetu ametuongoza. Waqad hadana subulana wala nasbiranna ala ma adhaytumuna, na wallahi tutafanya subira juu ya yale yote ambayo nyinyi wafuasi wetu mnatuudhi kwayo. Wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, na kwa Allah subhanahu wamtegemee wale ambao wenye kumtegemea, wasitegemee majini, wasitegemee mashayatin, wasitegemee mizimu, wasitegemee mawali wala masharifu. Falyatawakkalu, wamtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake tabaraka wa ta'ala. Hiyo ndiyo simatul anbiya, bal wa hiya simatul mu'minin, na ndiyo alama pia ya waumini wa kweli ambao amanu bi rabbihim
wamemwamini Mola wao kwamba yeye ndiye rabbahum, ndiye Mola wao. Wa bil islami dina, na wakaamini kwamba Uislamu ndio dini yao. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula, na wakaamini kwamba Muhammad ni nabii na Muhammad ni rasul. Utawakuta waumini wa kweli ni wale ambao wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah anasema waumini wa kweli ni wale ambao, innamal mu'minun, hakika si vinginevyo waumini wa kweli ni wale ambao idha tuliyat alaihim ayatu, wakisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, imani ya nyoyo zao inazidi. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ni wenye kumtegemea. Mwisho aya hiyo Allah kasema ulaika humul mu'minuna haqqan, na hao ndio waumini wa kweli. Riziki yako mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala ma'a akhdhi al-asbab al-mashru'a, mtegemee Mola wako kwa sababu wewe unaamini ya kwamba katika nguzo sita za iman kuna al-imanu bil qadar, al-imanu bil qada'i wal qadar, ni kuamini qadari ambayo kila muislamu anaamini ya kwamba kile ambacho Allah subhanahu amekiandika ukipate utakipata, na kila alichokiandika utakikosa basi hata aje nani. Na lau watajikusanya watu wote wa dunia hii wakuzuie kitu hicho usikipate, na hali ya kuwa Allah amekiandika ukipate, basi ni lazima ukipate. Na kama Allah amekiandika ukikose, na wakajikusanya watu wote wa duniani ili ukipate, hautaweza kukipata. Hiyo ndio imani ya al-qadar. Muumini anapomwamini Allah subhanahu kwenye qadar, basi hata mlango wa riziki anatafuta sababu za kisheria, anatafuta njia za kisheria alizoliziruhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Utamwona mu'min ya'tamil, utamwona muumini anafanya kazi, anafanya biashara, anasoma, ameajiriwa, anafanya kazi mbalimbali za kujiingizia kipato. Yote hayo sababu zile la ya'tamiduha asliyatan bidhatihi, muumini haitegemei ile sababu kwa dhati yake, bali anamtegemea yule ambaye amempa ile sababu, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu shay'in rizquhu alayhi wa kulluna muftaqirun ilayhi, wa kullu shay'in rizquhu alayhi, kila kitu riziki yake ipo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanyama anayewaruzuku ni Allah, wadudu anayewaruzuku Allah, binadamu sisi anayeturuzuku ni Allah subhanahu. Wa kullu shay'in rizquhu alayhi wa kulluna muftaqirun ilayhi, na sote tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, si vyema, haipendezi, si jambo la sawa mwanadamu kuacha msingi huu wa kumtegemea Allah akamtegemea kiumbe kwenye kumuondoshia madhara na kumpa manufaa. La takhda'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika naqsun minka fi ad-din. lan yaqdira al-'abdu an yu'tiyaka khardalatan illa bi'idhni alladhi sawwaka min tini. Usijinyenyekeze kwa kiumbe yoyote kwa tamaa ya mambo ya kidunia. La takhda'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika naqsun minka fi ad-din. Huo ni upungufu kwako wewe kwenye dini yako, ukajidhalilisha, ukajinyongesha kwa kiumbe mwenzako. La takhda'anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika naqsun minka fi ad-din. Unaitilia upungufu dini ya Mola wako iliyojaa misingi ya kumtegemea Mola wako, iliyojaa misingi mbalimbali ya kutafuta riziki zako. Lan yaqdira al-'abdu an yu'tiyaka khardalatan, mwanadamu hawezi kukadiria kukupa wewe tumba ndogo tu, punje ndogo, hawezi akakupa illa biidhni alladhi sawwaka min tini, isipokuwa kwa idhini ya yule ambaye amekuumba wewe kutokana na mchanga.
hakuna anayeweza kukupa kitu isipokuwa kwa idhni Allah mwenyewe kukadiria hivyo. Hakuna anayeweza kukuzuia chochote isipokuwa kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah peke yake wamtegemee muumini. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, na yule atakayemtegemea Allah subhanahu, Allah ndiye mwenye kumtosheleza na watu washari, mwenye kumtosheleza na kila viumbe wabaya. Mwenye kumtegemea Allah subhanahu, Allah anamtosha kwenye kila manufaa na kila yale yaliyokuwa na maslahi na yeye, Allah atamtosheleza. Wale waliokusudia mabaya juu yako, Allah pekee yake atapambana nao. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم